Na kusalimu kwa jina la Yesu wa Nazareti, jina kuu lipitalo majina yote. Karibu katika darasa fupi ili tukazungumze maneno ya uzima. Na ujumbe wa siku wa leo una kichwa ambacho kinasema ikimbieni zinaa. Ikimbieni zinaa. Huu ni ujumbe ambao tunapata katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 6 na ule mstari wa 18. Tukianzia ule mstari wa 16, neno la Mungu linasema, au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Mstari wa 17 anasema lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Na mstari wa 18 ambapo ndipo kiini cha somo letu kilipo, anasema ikimbieni zinaa. Kila dhambi itendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Hivyo ujumbe wa leo una kichwa ambacho kinasema ikimbieni zinaa. Huu ni ujumbe ambao unanihusu mimi na unakuhusu wewe. Wewe ambaye umetiwa muhuri wa Roho Mtakatifu ukaamua kumfuata Yesu Kristo wa Nazareti. Hivyo basi nazungumza na watakatifu wote ambao wameoshwa dhambi zao. Kwa sababu andiko hili alikulenga kwa watu ambao hawajampokea Yesu. Bali andiko hili linalenga watu ambao wapo katika kanisa, watu ambao wameitwa watakatifu. Hivyo basi kama wewe ni mmoja wa wale ambao wamepata neema wokovu na unasimama katika wokovu wa kweli, hivyo basi huu ni ujumbe ambao unatuhusu sisi sote. Na ujumbe huu unatuelekeza, Biblia inatuelekeza tukimbie zinaa. Inatuelekeza tukimbie zinaa. Maana yake zinaa ni dhambi ambayo tunapaswa kukimbia. Na kukimbia kunakozungumziwa hapa maana yake ni kuamua kukimbia kabisa kwa miguu yako. Kuamua kukimbia kabisa kwa miguu yako. Maana yake tunazungumzia kukimbia kwa nje. Hapa tuzungumzie kukimbia katika namna ya roho, bali tunapaswa kukimbia katika mwili wa damu na nyama. Tunakimbia zinaa katika mwili wa damu na nyama. Maana yake tunaamua kukimbia kwa miguu zetu wenyewe, kwa nguvu zetu wenyewe, kwa akili zetu wenyewe. Tunaamua kukimbia zinaa. Na kwa sababu gani tunapaswa kukimbia zinaa? Sababu zinaa, Biblia inasema kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hivyo basi kama miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, maana yake Roho Mtakatifu kama alivyo jina lake kwamba ni Roho Mtakatifu, maana yake ni kwamba sifa kuu ya Roho Mtakatifu ni utakatifu. Na hawezi kuketi mahali ambapo kuna uchafu. Hivyo basi kama Roho Mtakatifu atakaa ndani yetu katika miili yetu, maana yake miili yetu inapaswa iwe ni miili ya utakatifu, miili safi. Unaona? Sasa zinaa, wakati ambapo mtu anaenda kufanya zinaa, Biblia inasema kwamba anatenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Maana yake anaharibu hekalu la Roho Mtakatifu, anachafua hekalu la Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu hawezi kukaa ndani ya mwili. Unaona? Kwa hiyo kwa namna yote tunapaswa kukimbia dhambi ambayo inaitwa zinaa. Dhambi ambayo inaitwa zinaa ni dhambi ambayo katika wakati huu, katika nyakati hizi zimeshika hatamu, zimeshika kazi kwa kanisa la Kristo. Dhambi ambayo imeingia na kuwachukua wengi sana na kuwapeleka kuzimu. Dhambi ambayo imewatenga wengi mbali na uso wa Mungu, zinaa. Hivyo basi ndugu yangu, wewe ambao unasikia sauti ujumbe huu, mimi ambao nimepewa kusikia au kusema ujumbe huu, tunapaswa wote kukimbia zinaa. Na tunawezaje kukimbia zinaa? Tunawezaje kukimbia zinaa? Basi leo nitaenda kusema njia kaza ambao tunaweza tukakimbia zinaa. Njia kaza ambao tunaweza kukimbia zinaa. Kumbuka ya kwamba Biblia inatuagiza kwamba tukimbie. Maana yake ni kwamba tuna jukumu la kukimbia. Kukimbia maana yake ni nini? Kukimbia zinaa maana yake nini? Kukimbia zinaa maana yake ni kuamua kujitenga na mazingira yote ambayo yanachochea zinaa. Kujitenga na vichocheo vyote ambavyo vinapelekea kuanguka katika hiyo dhambi ya zinaa. Kwa hiyo maana yake tunaamua kujitenga kwa nguvu zote, kwa akili zetu zote, tunatumia nguvu zote za mwilini, tunakimbia na vichocheo vyote au mazingira yote ambayo yanapelekea anguko la zinaa. Unaona? Na mazingira gani ambayo yanapelekea zinaa? Kama tunavyojua kwamba zinaa inaanzia katika tamaa ya macho. Hivyo basi ni vitu gani ambavyo tunavitazama? Vile vitu ambavyo tunavitazama ambavyo vinachochea
kinachochea ile hali ya kutamani kufanya mambo hayo machafu, kufanya uzinzi, kufanya washerati. Vile vitu vyote ambavyo vinachochea tamaa miili yetu, kuamsha tamaa miili yetu, kuchochea tamaa miili yetu. Vile vitu vyote tunapaswa kujitenga nazo. Unaona? Sasa ni vitu gani ambavyo tunavitazama katika macho yetu ambayo yanatupelekea tuanguke katika zinaa? Unaona? Katika nyakati hizi ambazo tunaishi, nyakati ambazo ibilisi anafanya kila namna yote aweze kuleta mbinu ambayo tunaweza tukaanguka katika hiyo dhambi ya zinaa. Na sasa hivi tunatumia teknolojia. Hivyo basi kila mmoja ambaye anasikia ujumbe wa leo anapaswa aanze kuangalia ni vitu gani ambavyo vinapelekea yeye aanguke katika zinaa, yeye ashawishike katika dhambi ya zinaa. Angalia ni vitu gani ambavyo unavitazama katika macho yako. Vitu gani ambavyo macho yako unapelekea macho yakatazame. Katika simu yako ambayo unayo, ni vitu gani ambavyo unashikilia, unazo katika simu yako. Umeweka nini katika simu yako? Unatazama nini? Unafuatilia nini katika simu yako? Maana kama unafuatilia vitu ambavyo vinachochea hali ya mwinuko wa mwili wako, kutamani uzinzi, kutamani washerati, kutamani mambo mabaya, unaona? Maana yake ni kwamba bado hujakimbia zinaa. Na Biblia inatuelekeza tukimbie zinaa. Kwa kukimbia zinaa tunaamua sisi wenyewe kujitenga na vichocheo vyote vya zinaa. Vichocheo vya zinaa ni kama kuangalia picha chafu mtandaoni, pornography, unaona? Kuangalia picha za uchi, unaona? Ukiangalia picha za uchi, maana yake huwezi kukimbia zinaa, wala huwezi ukashinda hiyo dhambi ya zinaa. Na wala hakuna maombi yote ambayo unaweza kaombewa ili uweze kushinda hiyo dhambi. Ni wewe mwenyewe kuamua kujitenga na hizo vichocheo, kuamua kufuta picha zote chafu katika simu yako. Ikiwa umeokoka kweli, umeamua kuokoka, ukaamua kumfuata Yesu wa Nazareti, fahamu kwamba jambo la pili ambalo unapaswa kufanya baada ya kupokea wokovu ni wewe mwenyewe kuanza kujitakasa. Na unaanzaje kujitakasa? Unaanza kujitakasa kujitenga na vitu vyote ambavyo vinachochea dhambi, ikiwemo kutazama hizo picha chafu mtandaoni, kusikiliza muziki ambao zinachochea usinzi, vinahubiri usinzi, unachana nazo, unasikiliza, unafuta zote katika simu yako. Unafuta picha zote, tamthilia na filamu zote ambavyo unavitazama. Fahamu ya kwamba huko kuna maroho ya usinzi, unaona? Hauwezi ukasema kwamba utaepuka usinzi kupitia kutazama hizo vitu, unaona? Kupitia kusikiliza hizo muziki. Hauwezi ukasema unaweza ukaepuka dhambi ya zinaa. Kwa ndugu yangu ni kwamba unapaswa kujikana nafsi yako mwenyewe. Unapaswa kujikana nafsi. Ikiwa ni katika simu yako inakukosesha, kama uwezi kuitumia simu ambayo inakupelekea uanguke katika hiyo dhambi ya zinaa, ni heri hiyo simu uweke pembeni kwanza. Ni heri uweke pembeni kabisa, ubaki kama ulivyo, unaona? Maana Bwana Yesu alisema kwamba kiungo chako kimoja kikosesha ni heri ukate kuliko uwe na viungo vyote viwili alafu naenda tuko katika ziwa la moto. Kwa hiyo ndugu yangu ni kwamba angalia ni nini ambacho unafuatilia katika simu yako. Angalia unatumia muda gani, muda ambao uko mwenyewe unatumia kutafakari nini, unatumia kuangalia nini, macho yako yanapendelea kutazama nini. Unashika simu, unaingia mtandaoni, unaperuzi huko kwenye huko mtandaoni, unapita huko Facebook, unapita TikTok, unakesha huko, unaperuzi, unatazama, macho yako unatazama, unalisha macho yako, unalisha vitu ambavyo vinachochea mwili wako kwenda kuanguka katika zinaa. Hutawezaje kwenda? Hautaweza kuepuka, hautaweza kuishi pasipo kutenda hiyo dhambi. Utajikuta unaanguka katika kujichua, alafu unaanza kutafuta watumishi kwamba mimi nisaidie maana nimeshindwa kujichua. Nashindwa kuacha kujichua. Hauwezi kuacha kujichua ingali bado unatazama vitu ambavyo si sawa. Hauwezi kuanza kupiga dhambi ya kufanya masturbation ingali bado unasikiliza vitu ambavyo vinachochea dhambi. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, Biblia inasema kwamba moto hufa kwa kukosa kuni. Mithali sura ngapi? Kitabu cha Mithali sura 26 mstari wa 20. Biblia inasema kwamba moto hufa kwa kukosa kuni. Moto hufa kwa kukosa kuni. Maana yake kwamba moto wote ambao unawashwa ili uweze kuzima unaondoa kuni, kwa sababu kuni ndio inapelekea, au unaondoa vile vitu ambavyo vinapelekea ule moto kuwaka. Hivyo habari ya usinzi, habari ya zinaa, unaangalia ni vitu gani ambavyo vinapelekea hiyo dhambi ya zinaa iendelee kuwa na nguvu. Kwa hiyo unaondoa vichocheo vyote ambavyo vinapelekea
inapelekea zinaa. Unaondoa chochoo vyote ambavyo inapelekea dhambi ya zinaa. Unataka kuachana na kuchua, unataka kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya kuweza mwili. Kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa kwanza Salonike sura ya 4. Biblia inasema katika ule mstari wa 3, nasema kwamba haya ndio mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati, kila mmoja ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Kwa hiyo unatafuta kuweza mwili wako. Ili uweze kuweza mwili wako katika utakatifu na heshima, unapaswa kujitenga na chochote vyote vya dhambi, ikiwemo kutazama picha chafu mtandaoni, ikiwemo kusikiliza muziki zote ambazo zinachochea uzinzi, ikiwemo kutazama kuperuzi kwa mtandaoni na kuchati. Angalia ni muda gani unatumia kuchati na nani ambao unachati naye. Unakaa usiku mzima unachati, unasema mimi huyu ni boyfriend, huyu ni girlfriend, na unachati naye usiku mzima. Unazungumza maneno ambayo yanapelekea miili yenu ihemuke katika mawazo ya uzinzi. Maana yake hapo bado hujakimbia. Hivyo basi ili uweze kushinda, maana yake unaamua kuachana na vile vitu vyote, namba zote ambazo zinakusumbua. Futa hizo namba zote. Waambie wale wote ambao walikuwa wanakusumbua, ambao ulikuwa unachati naye kwa habari ya mambo hayo mabaya, waambie kwamba nimeokoka. Kwa sababu Kristo wa kweli ni yule ambaye amejikana nafsi yake na akaamua kujitenga. Kwa hiyo ndugu yangu, angalia vitu gani ambavyo vinashikamana na wewe, ambao inapelekea zinaa, ambao inapelekea wewe uishi katika dhambi ya zinaa. Angalia ni vitu gani ambao unaangalia katika macho yako. Angalia ni vitu gani ambao unasikiliza. Angalia ni vitu gani ambavyo unatazama katika simu yako na peruzi. Na jambo lingine ambalo unapaswa kujua ili uweze kukimbia kichocheo kingine cha zinaa ni mavazi unayovaa. Angalia ni mavazi gani ambao unavaa. Biblia inasema kwamba mtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekushazini naye moyoni mwake. Kwa hiyo dhambi ya zinaa inaanzia kwanza katika moyo, kwa kutamani. Sasa unawezaje unatembea uchi, unatembea na nguo za utupu. Unatembea na wewe ni mwanamke, unatembea na kimini, unaacha mapaja wazi, unaacha kifua wazi. Unatarajia kwamba unaweza ukashinda dhambi ya zinaa. Hauwezi ukashinda, kwa sababu maana yake akili yako yote ipo katika sinzi. Ndio maana unavaa mavazi hayo. Ili uweze sasa kushinda, inabidi waamue kujitenga na mavazi ya usinzi. Mavazi yote au ni mavazi ya ukahaba. Hayo ni mavazi ambayo yanachochea uzinzi. Kwa hiyo unavaa suruali mwanamke. Biblia inasema kwamba mwanamke asivae mavazi ya mwanaume. Kwa hiyo amua kuanza kujitenga kwanza na mavazi hayo, ili uweze kushinda uzinzi. Ili uweze kushinda zinaa. Ikiwa kweli umeokoka kwa kumwamini Yesu Kristo. Nazungumza na yule mtu ambaye ameokoka. Sizungumzi na yule Mkristo ambaye ni Mkristo au yule Mkristo jina. Yule ambaye ametiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Unapaswa kujitenga na mazingira yote, chochote vyote vya zinaa, ikiwemo mavazi ambayo yanamchukiza Mungu, ambaye anaacha mwili wako wazi, ambaye anatangaza uzinzi, ikiwemo vitu vyote ambavyo unatazama katika macho yako, vitu vyote ambavyo unasikiliza katika masikio yako. Jitenge na mazingira yote ili uweze kushinda dhambi ya zinaa. Wakati ambao naenda kumalizia ujumbe huu, tunaenda kusoma habari wakati ambapo Yusufu, mke wa Potifa alimtamani Yusufu na alitaka kulala naye. Ilifikia sehemu akawa anataka kulazimisha, ila Biblia inasema kwamba Yusufu alikimbia kwa miguu yake mwenyewe na akamwachia vazi kabisa. Alikimbia, maana aliamua kukimbia kwa nguvu zake. Na Biblia inasema kwamba wakati ambapo yule mwanamke anaendelea kumtafuta, anaendelea kumhubiria ili afanye naye uchafu. Biblia inasema kwamba ilifika wakati Yusufu akaacha kuongea naye, akaacha kuzungumza naye kabisa. Akaacha kuzungumza. Soma kitabu cha nenda kasome kitabu cha Mwanzo sura 39 mstari wa 10. Unaona? Kwa hiyo akaacha kuongea naye. Kwa hiyo na wewe pia, Biblia inasema mazungumzo mabaya haribu tabia njema. Angalia unazungumza nini na watu wa jinsia tofauti na wewe. Unazungumza nini? Unachati nini na watu wa jinsia tofauti na wewe? Unaona? Unachati nini? Muda wote unakaa mnazungumza, mnaketi katika mabaraza kuzungumzia. Wewe ni mwanamke unazungumzia wanaume, wewe ni mwanaume unazungumzia wanawake. Hawezi kukimbia kamwe. Hawezi kamwe kuacha hiyo dhambi ya uzinzi, hiyo dhambi ya zinaa. Kwa hiyo ili uweze kukimbia, maana unapaswa kuachana hizo chochote vyote vya zinaa. Kuondoa
kila kichocheo ambacho kinapelekea waanguke katika dhambi ya zinaa. Unaona? Kwa sababu ile inasema kwamba wasinzi hawezi kurithi ufalme wa Mungu. Na nasema kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wala usifikiri kwamba Roho Mtakatifu anaweza kukaa ndani ya mtu ambaye anaishi katika anashikamana na vyanzo vya usinzi au vya zinaa. Mtu ambaye wakati wote mawazo yake ni mabaya. Mtu ambaye wakati wote anaelekeza mawazo yake katika usinzi, bado hujaokoka. Kuokoka maana yake ni kuishi na Roho Mtakatifu, kutembea na Roho Mtakatifu wakati wote, kulala na Roho Mtakatifu, kuzungumza na Roho Mtakatifu. Wala kuokoka sio kwenda kanisani tu na kusema kwamba nimeokoka. Ukiwa kanisani, hiyo ni sehemu mojawapo, jukumu mojawapo la Mkristo, kwamba tunapaswa kukusanyike kama ilivyo desturi ya watakatifu. Ila ukiwa nyumbani, ukiwa shuleni, ukiwa mahali kokote, Roho Mtakatifu anatembea naye katika mwili wako, na mwili wako inapaswa uwe safi. Mwili wako unapaswa kujisiri, uvae mavazi ya kujisiri. Wewe ni mwanamke. Biblia inasema kwamba kitabu cha waraka wa kwanza Thessalonike, waraka wa kwanza Timotheo sura ya 2 mstari wa 9, kwamba hivyo hivyo wanawake wanajipambe kwa mavazi ya kujisiri. Sasa unavaa mavazi gani huko nje uliko? Unavaa mavazi gani huko? Mavazi yako huko ndiye anakutambulisha kwamba umeokoka au hujaokoka. Unavaa mavazi gani huko nje? Unavaa kimini, unavaa suruali mwanamke, bado Roho Mtakatifu hawezi kuingia katika mwili huo, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Hivyo basi, huu ni ujumbe mfupi ambao unatuhamasisha sisi katika nyakati hizi ambazo tunaishi, tujitenge mbali na dhambi, kwa sababu ile ibilisi anatafuta kila juhudi, kila namna yote aweze kuangusha watakatifu. Analenga watakatifu na alengi mtu ambaye hajaokoka. Hivyo basi, wewe binti, wewe dada, wewe mama, wewe kijana ambaye umeokoka kweli, hivyo basi amua leo kuishi maisha ya utakatifu kwa kukaa mbali na dhambi, kukaa mbali na vichocheo vyote vya zinaa. Sababu atendaye zinaa anaharibu mwili wake, anatenda dhambi juu ya mwili wake, na mwisho wa siku ataenda kuangamia katika ziwa la moto. Usikubali kwenda kuangamia katika ziwa la moto kwa sababu ya vitu ambavyo unaweza ukaamua kuachana nayo mwenyewe. Sababu una maamuzi ambayo unaweza kaamua. Hivyo basi amua leo kuishi maisha ya utakatifu, na neema ya Mungu itakusaidia. Na wewe ambao bado hujaokoka, fahamu ya kwamba ndugu yangu, neema ambayo Mungu anakupa, nafasi ambayo Mungu anakupa ni ya maana sana. Kunakuja wakati ambapo utakuja kutamani dakika hata moja. Hakika utakuja kujuta sana. Hivyo kabla mlango wa neema hujafungwa juu yako, mpe Yesu maisha yako. Amua kuokoka kweli kweli, wa kutubu dhambi zako zote, amua kuachana na mambo yote ya kidunia, amua kumfuata Yesu wa Nazareti na kwenda kubatizwa katika ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jina la Yesu, na utapokea Roho Mtakatifu. Na baada hapo anza kuishi maisha ya utakatifu, na jina la Yesu Kristo litukuzwe milele na milele. Amina. Asante Bwana Yesu, nakushukuru kwa neno lako ili ambalo umeachilia katika siku ya leo, tukapate kufaa na kuomba neema yako ikatusaidie tuishi maisha ya utakatifu, maana umesema kwamba hakuna awezaye kuona pasipo utakatifu. Naomba ukatusaidie tuweze kujitenga mbali na chochote vyote ambavyo vinatupelekea tuanguke katika dhambi ya zinaa, ukatutenge na ulimwengu ambao umejaa uchafu, ukatusaidie ukatufunike kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Watoto wako wote ulimwenguni kote ambao wanafikiwa na ujumbe huu, ninawafunika kwa jina la Yesu, nawafunika kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Naomba neema yako ipate kwa pamoja nao wote, tukapate wote kuishi maisha sawa sawa ya kupendeza wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo Baba naomba na kushukuru. Amen.